Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Nazungumzia kuhusu afya ya akili. Hivi ushawahi kusikiliza au kumsikia mtu akisema kuna kitu kinaitwa afya ya akili? Hii afya ya akili ni nini? Au mtu akikwambia afya ya akili, wewe unafikiri nini? Sasa hebu naomba nisikilize tu kidogo, nipe muda wako ili uelewe hii afya ya akili. Afya ya akili ni hali ya ustawi wa mawazo, hisia na tabia ya mtu. Inahusisha uwezo wa kufikiria kwa usahihi, kudhibiti hisia zako, kukabiliana na changamoto za maisha, kushirikiana vizuri na watu wengine. Afya ya akili si kukosa ugonjwa wa akili tu, bali ni kuwa na hali nzuri ya ustawi wa kisaikolojia. Mambo yanayoathiri afya ya akili: msongo wa mawazo, stress, matatizo ya kifamilia au mahusiano, shinikizo la kifedha, magonjwa ya muda mrefu, matumizi ya pombe au dawa za kulevya. Baadhi ya magonjwa yanayohusiana na afya ya akili ni kama vile unyong'ofu, depression, wasiwasi uliopitiliza, anxiety disorders, msongo baada ya tukio la kutisha, kwa Kiingereza wanasema PTSD. Dalili za tatizo la afya ya akili: huzuni ya muda mrefu, kukosa usingizi au kulala kupita kiasi, kukosa hamu ya kula, kujitenga na watu, mawazo ya kujidhuru. Jinsi ya kutunza afya ya akili: fanya mazoezi mara kwa mara, lala muda wa kutosha, zungumza na watu unayemwamini, epuka matumizi ya pombe kupita kiasi, tafuta msaada wa kitaalamu inapohitajika. Unaweza kupata msaada kutoka kwa washauri wa kisaikolojia, madaktari na vituo vyote vya afya. Afya ya akili ni muhimu sana, ni sawa na afya ya mwili. Ukiona mabadiliko yasiyo ya kawaida katika hisia au tabia, usisite kutafuta msaada. Ni vizuri ukapata msaada kupitia kwa watu hao niliokuambia, watu hao watatu, unaweza ukapata msaada. Usisite, hata hospitali wewe nenda kamuone daktari, mwambie mimi tatizo langu nilikuwa nao ni 1 2 3. Anaweza kufanyia suspicion na kuangalia ni jinsi gani anaweza kukusaidia, au akakupeleka kwa daktari mwenye saikolojia ya kuweza kutibu afya ya akili, au akakupa mwanasaikolojia mzuri ambaye yupo katika hospitali hiyo ili ukapata suluhisho la tatizo lako. Basi kwa haya machache mimi naomba niishie hapa, ila usisahau kusubscribe page yangu ili uendelee kujifunza pale panapohitaji kujifunza. Asante.